Mtazamaji wa Habari Kuu TV, leo tuko eneo la Kimara huko ambako tumekuja kuwatembelea LY 1989. Hawa ni wanafunzi waliosoma pamoja kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba na waliweza kuhitimu elimu yao mwaka 1989 katika shule inaitwa Mashujaa iliyoko Sinza. Sasa hivi ni sekondari. Basi tutaanza kuzungumza nao nini wanaweza kuongea hasa katika eneo hili, na tutapata ni kitu gani ambacho wanafanya wao kama wao. Basi ungana nami moja kwa moja kutoka eneo hili la Makoka jijini Dar es Salaam. Naitwa Timothy John, karibu sana. Sisi tumesoma pamoja na Bwana Wilson Simba. Tumemaliza Mashujaa Primary mwaka 1989. Miaka 35 iliyopita. Ni muda mrefu kiongozi. Ndio. Sasa hapa tuna furaha kubwa. Huyu ndugu yetu Bwana Wilson, taarifa tulizozipata amechaguliwa kuwa askofu mkuu. Ni hatua kubwa. Tumefurahi, na sisi kama kawaida huwa tunakuwa na desturi ya kukutana tarehe 1 mwezi wa 5 sehemu tofauti, na mwaka jana ilikuwa pia tulifanya Kimara nyumbani kwangu. Mwaka huu tuko kwa Bwana Sifa ambaye ni mwenyekiti wetu. Tumewiwa kumuita Bwana Wilson na kumpongeza kwa hilo. Alikuwa kijana mchangamfu sana toka enzi hizo, lakini akijiheshimu sana. Naona ndio maana ameweza kupata nafasi hii. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Mungu amuongoze kwenye kazi hii kubwa aliyopewa, na tunaamini atawachunga vizuri kwa ndoa Bwana kama alivyoahidi. Tuliona siku akiwa anaapishwa. Tunaamini Mungu atamwezesha. Amin. Mungu amsaidie. Mtazamaji Habari Kuu TV, basi tunaye tena dada hapa. Nafikiri naye tutaweza kuzungumza naye nini hasa ambacho anataka kuzungumza hasa siku ya leo katika eneo hili la kwa ndugu yetu anaitwa Sifa. Mama, habari yako? Jina langu mimi napendaga kusema kwa title yangu, maana mimi ni mwalimu wa nasari. Kwa hiyo mimi naitwa Teacher Lumbi Mrutu. Kwanza kwetu sisi tunajivunia. Tumepata neema kubwa sana mpaka leo hii tuko hai na tumekutana, sio kwa wote lakini baadhi yetu. Tunamshukuru Mungu. Mmoja wa wenzetu ambaye anaitwa Wilson Luheja, Mungu amempa neema na kibali cha juu sana. Taratibu alianza kutumika, akafikia level ya uchungaji, na sasa hivi amesimikwa kuwa askofu mkuu wa makanisa ya Kipentekoste. Kwa hiyo kwa hilo tunajivunia, maana hiyo ni neema ya kiwango cha juu sana, na tunamwombea sana Mungu amsaidie katika majukumu haya makubwa, magumu na mazito. Ampe hekima, ampe maarifa, ampe utulivu, amsaidie kuishi maisha yenye ushuhuda, maisha yenye mfano, maisha ambayo yamejaa unyenyekevu, maana kiwango alichokifikia ni kikubwa sana. Kwa hiyo katika kundi letu tunamtukuza Yesu kwa neema hii. Katika hatua ya utumishi, najua ni hatua karibu wasema ni kibali kikubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu. Je, huyu Wilson alikuwa ni mtu wa namna gani, labda mpaka wakati mko darasa la kwanza mpaka mnamaliza hiyo Mashujaa 1989? Historia huko nyuma samani kwa kuongea. Tukiwa huko watoto alikuwa na tabia za uchokozi. Si unajua ile utotoni. Lakini yeye mwenyewe pia anashangaa Mungu alikutana naye na akaamua kubadilika. Na sidhani kama katika maisha yake alitegemea au aliwahi kufikiria kuna siku atakuwa mchungaji alafu atakuja kuwa askofu. Sidhani. Hiki naona tu ni kibali ambacho Mungu alikiandaa mwenyewe. Neno la mwisho kwake nini hasa katika daraja alilopata la askofu wa makanisa ya Pentecost Tanzania? Sisi tunamwombea sana Bwana Yesu amsaidie. Eneo alilolipata ni jema, lakini tunaomba sana akawe ushuhuda. Yaani Mungu amlinde na kumtunza. Huduma hii aifanye kwa moyo wa utiifu, kwa moyo wa unyenyekevu, kwa kumtumainia sana Yesu, kwa sababu kwa akili na fahamu zake na elimu zake hataweza, ila kwa kumtumainia Mungu atafika mbali. Mimi ninachomsisitizia tu ni uaminifu katika hiyo huduma, kwa sababu cheo cha askofu ni cheo kikubwa sana. Yaani ni kama vile rais wa dunia, lakini katika masuala ya kiroho. Kwa hiyo hapo yeye vitu viwili vikubwa ni unyenyekevu na utii na uaminifu. Akawe barua. Yaani kama maandiko yanavyosema kwamba
sisi ni taa, sisi ni chumvi, basi yeye ndo akafanyike hivyo, kwa sababu sio kitu chepesi. Mbele yangu tunaye Bwana Sifa hapa ambaye ni mwenyeji wetu katika eneo hili, ambaye tunataka kuzungumza naye kuhusu siku ya leo hapa. Ni nini hasa ambacho wanakifanya hasa? Karibu jitambulishe kwa siku kujua. Mimi naitwa Sifa. Mimi naitwa Sifa Ephraim Gasala, ni mwenyekiti wa kikundi cha wanafunzi ambao walisoma shule ya msingi Mashujaa kutoka mwaka 83 mpaka 89, na leo nimepata bahati kuwa mwenyeji wa wenzangu kwa ajili ya kikao chetu cha kila mwaka. Ni nini hasa ambacho umekuja kufanya hapa hawa wenzako ambao mlisoma nao Elwaya 89? Kimsingi tuna get together kila mwaka, tunakutana mara mbili. Tunakutana Mei 1 na Disemba 9. Kwa hiyo safari imeniangukia mimi, huwa tunazunguka kutoka kwa mtu mmoja mpaka kwa mwingine, safari hiyo imekuja kwangu. Kwa hiyo tunakula pamoja na tunajadili mambo mawili matatu ya maendeleo kwa ajili ya kikundi chetu. Wito wangu mkubwa ni kwamba tusipotezane, tuthaminiane, na kwa umri ambao unazidi kwenda, maana yake ndio tuzidi kushikamana kwa pamoja. Wakati tunamaliza tulikuwa zaidi ya wanafunzi 90. Kama nakumbukumbu ziko vizuri, tulikuwa 92 tunafanya mtihani mwaka huo. Na kwa sasa hivi tuna wanachama zaidi ya 30. Lakini ambao wanahudhuria vikao mara nyingi tunakuwa 12, 15, 16. Kwa wale ambao wajui au wanajua lakini wanazembea katika kuhudhuria, tunawahimiza kwamba wafanye hivyo. Kuna faida nyingi, kuna kukutana, kuna kushauriana, kubadilishana mawazo, sio ya kishule tu, ya maendeleo na mambo mengine ya kimaisha. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa Salumu Hamisi Kibama. Katika kundi hili mimi mwanachama special, mimi nilikuwa ni rafiki yake mwana Mashujaa Bwana Abbas Malunda. Nikapendezewa na mimi niwe mwanachama katika kundi hili kwa sababu kwa kuona wana Mashujaa wana uweledi wa kimaisha na kimaendeleo, kijamii, sio wa binafsi. Nimeona ni watu ambao mwaka huu waliotoka ni watu ambao walijitoa katika jamii, si wa binafsi. Neno la mwisho mimi nasema kwanza tuzidi kuthaminiana na kuwathamini wanajamii na kupendana, upendo, amani. Kwa jina naitwa Askofu Wilson Luweja Simba. Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam na ni askofu wa kanisa linaloitwa Rejoice Pentecostal Church. Siku ya leo hapa tumekuja kwa ajili ya rafiki zangu, umoja wetu wa Mashujaa. Tulikuwa tuna kikao hapa cha Mei Mosi, kila Mei Mosi na 9 Desemba tunakuwa na kikao cha wanafunzi wote ambao tulisoma pamoja kuanzia mwaka 1983 mpaka 1989 katika shule ya msingi Mashujaa iliyopo Sinza, Dar es Salaam. Kwa hiyo tulipoteana kwa muda mrefu sana, kama miaka 34 hivi. Baadaye tukaanza kutafutana, tukapatana kama watoto kama 20, 22 kwa sababu darasa letu lilikuwa na watoto wengi sana. Watoto walikuwa wanafika kama 80 au 90 hivi, lakini sasa hivi tuko kama 20 na kitu ambao wao tunakutana kwa ajili ya vikao na kutoa michango mbalimbali ili baadaye hiyo michango je tuweze kufanya mradi katika hichi kikundi chetu cha Mashujaa. Kwa wenzangu walisema katika kikao cha leo hichi watajumuisha katika kunipongeza mimi kama mwanafunzi mwenzao, nimekuwa askofu. Akasema tutakuita uje leo tukupongeze. Nikasema sawa. Kwa leo wamenipongeza na mimi nashukuru sana kwa pongezi zao. Hata kwa wale ambao hawajafika na walituma salamu zao nao pia ninashukuru. Hasa mimi nataka rafiki zangu nao wamjue Mungu, kwa sababu kama mimi nimechaguliwa katikati yao, kwa nina jukumu la wao nao wapate kumjua Mungu. Najua Mungu amenichagua ili nao nipate nao kuwapa neno la Mungu, kwa sababu Yesu alikuja duniani si kuponya magonjwa tu. Alikuja duniani kwa ajili ya kutafuta waliopotea. Na waliopotea ni hao ndugu zangu, nao nataka wamjue Mungu. Kwa sababu Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, na mema ndivyo atakavyo kutokea. Kwa ndugu zangu nawaombea kwa Mungu na wapate kumjua Mungu. Najua yote yanawezekana, kwa sababu hata mimi mwenyewe sikujua kama nitaokoka. Hata nyoa nashangaa, kwa sababu ukiangalia historia ya maisha yetu ya nyuma na sasa hivi unaona kama ni muujiza umetokea, lakini ni kweli unapoamua na Mungu anakubadilisha.
Biblia inatuambia kwamba Yesu wakati anaondoka alisema amri mpya nawapa, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Nami naomba tutupendane, ule upendo wa dhati, upendo kutoka moyoni, upendo wa Mungu. Maana upendo wa Mungu uvumilia, upendo wa Mungu huwezi kuleta magomvi. Asante sana, nashukuru. Nami nasema asante kwa kufika kwako hapa na kujumuika nasi. Asante.